Dini ni biashara. Sizungumzi pointi nikiwa sina pointi za kujitetea, na pointi kama 5 za kujitetea. Kwa hiyo zisikilize kwanza, alafu utaacha comment yako chini. Zisikilize kwa makini, ondoa hisia. Jambo lolote ukitaka kulielewa vizuri, huwa tunaweka hisia pembeni. Kwa sababu muda tutaingiza hisia, tutashindwa kujua kitu ambacho nimekusudia kuzungumza. Ni jambo lolote kuingiza tu hisia, inakuwa ngumu kulielewa vizuri. Kwa hiyo ukiweka hisia pembeni, nadhani utakielewa ninachokizungumza. Yaani nakuomba hapa ni sahau kila kitu unachokihisi sijui unakijua kuhusu dini. Yaani jifanye kama umesahau hivi. Sijui kuhusu, yaani jifanye kama umjui pastor, jifanye umjui shehe. Naomba sasa uangalie mfumo mzima uliotengenezwa mpaka kufanya hii dini iwe biashara. Hivi tukitoa yale maneno matakatifu, tutoe na nyimbo, tutoe na hisia ambazo tunajazwa mle kanisani, hivi kinabaki nini? Ushawahi kujiuliza hicho kitu? Okay. Kama hujawahi kujiuliza, acha tu nikupe jibu simple. Kinachobaki pale ni kampuni ya kimataifa ambayo imekamilisha kila aina usajili unaojua wewe kwa ajili tu kunyonya mteja. Yaani tufikirie kama biashara. Imekamilisha kila usajili. Kazi yake kubwa ni kunyonya wateja. Na kunyonya tu, yani kuanzia udogoni, kuanzia unazaliwa mpaka maisha yako yote yanakufa kama usipojigundua mapema. Maana utaishia kunyonywa kuanzia udogo mpaka unakufa. Utakuwa na mfumo mzima ulivyotengenezwa. Najua utakuwa mbaki na maswali mengi. Sasa nadhani utakuwa umefika muda sahihi wa kushusha zile pointi 5 ambazo zinatetea hichi ninachokizungumza. Moja, nitazungumzia swala la sadaka. Sadaka sasa hizi sio kama zamani. Unajua zamani sadaka ilikuwa inatoa kwa moyo. Yaani kutoka na dini zenyewe Mungu mwenyewe alikuwa anataka hivyo. Kuanzia kwa Waislamu wenyewe wanaita sadaka. Kuna ile ya lazima wanaita zakati, sijui kama sikosei. Lakini sasa hizi dini imegeuka, yani sadaka zimegeuka kama uwekezaji yani. Emfikiria yani katika mfumo huu wa kibiashara, unaenda benki, unataka ukawekeza kwa 50,000, benki wanakuambia bwana weka hapa hiyo 50,000 yako, afu baada ya mwezi utakuwa na 1,000,000. Hapo sidhani kama kuna kusita hapo, ilikuwa ni moja kwa moja ni kukubali tu, magi hamna nani yoyote, faida ni kubwa sana. Hamna riski yoyote, faida kubwa. Sasa hiki unachokisikia hapo ndo kuhusiana na benki, ndo kinachofanyika sasa hizi kwenye dini. Toa sadaka utarudishiwa mara 100. Sasa unatajwa kabisa na vifungu, mara sijui Marko 10 sijui 29 mpaka 30. Ila ukisoma hicho kisa akizungumzii kwamba utoe hela, yani kina maana nyingine kabisa. Nadhani pale kwanza zungumzia kwenye kujitoa. Sasa huku unageuziwa, unaambiwa toa urudishiwe mara 100. Sasa hiyo ni mfumo wa dini au ni uwekezaji tu kama uwekezaji mwingine? Tofauti ni kwamba benki utapewa risiti, huku kwingine hakuna risiti yoyote, hakuna zamana yoyote ya kurudishiwa hela zako. Zaidi unategemea tu sigawio kutoka mbinguni. Sasa hii ni biashara, hiyo ni mfumo mzima wa biashara. Na usipopata baraka au ulichokiomba usipokipata, yeza ulitoa sadaka kwa kuamini kwamba utapona ugonjwa fulani, usipokipata hicho kitu utaishia tena kulaumiwa mwenyewe. Kuomba sijui kwa imani, sijui kufunga, sijui washinda tu kukuambia kwamba mfumo wao mzima umefeli, wakwambia tu kweli. Lawama tena zinarudi kwao. Hiyo ni biashara ndugu yangu, utake au usitake. Okay, 2 ni wafanyakazi bila malipo. Unajua kila biashara iwe ndogo au kubwa inahitaji wafanyakazi. Kama biashara haina wafanyakazi, mara nyingi biashara inaweza ikafa. Sasa kwenye upande wa dini hili jambo wanalijua vizuri sana. Yaani kwenye dini hili jambo wanalijua vizuri sana. Dini zinajua kabisa kama zingelipa kila mtu kuanzia ile sijui Ijumaa, Jumamosi au Jumapili, kuanzia wale waimbaji wanaimba muziki pale, walimu wa watoto, sijui mpiga picha, wala wafanyakazi wanaofanyaga usafi kwenye nyumba hizo za ibada, mishahara ingekuwa mikubwa sana. Yaani ingeweza hata kufilisa hayo makanisa au misikiti. Kwa hiyo hapa sasa ndugu zetu hapa wanatumia sasa mbinu nyingine ya kulipa. Hawalipi kwa fedha, hapa unalipwa kwa baraka. Ulipe fedha hapo, unalipa baraka. Badala ya kupewa pesa mkononi,
unaidiwa pesa hewa, mara sijui sawabu sijui za Mungu, sijui maombi ya pekee, sijui kupewa sijui kacheo ka heshima. Huo ni wizi tu wa kutumia rasilimali watu wengi bila hata kutumia senti hata moja. Sasa hii kwenye ulimwengu wa biashara hii inaitwaga hii unpaid internship. Ila kwenye dini inaitwa huduma. Unaambiwa sijui usitafute malipo duniani, utalipwa mbinguni. Hii ndugu yangu, huyu ni mfumo tu wa biashara. Pia utake au usitake. Na point ya 3, dini zimekaa katika mfumo fulani vya maduka yale kama maduka ni matawi tuseme, yale maduka ni branch nyingi. Kama ulikuwa unadhani sijui misikiti makanisa yanajitegemea, hiyo zani naomba uitoe kichwani. Badala yake tambua ili kwamba haya yote unayoona makanisa mengi na misikiti mingi imeunganishwa kuna mfumo mkubwa wa kibiashara. Unafanana na usambazaji wa bidhaa, unafanana na usambazaji wa bidhaa zote duniani. Unapoona kanisa au msikiti, usione sijui kama nyumba sijui ya Mungu. Ona kama ilivyo mitandao mingine tu ya kibiashara. Unajua watu wengi wanaamini kwamba sijui makanisa, misikiti yapo huru sijui yanajitegemea. Tunaamini sijui ukiona kundi sijui la waumini wamekusanyika sehemu wanaabudu Mungu ni kwa hiari yao. Hapana. Ukweli ni tofauti kabisa, kwamba haya makanisa na misikiti yanatoka kwenye mitandao mikubwa sana ya kibiashara, kama unavyoona vile Coca-Cola. Unaona mfumo ulivyo Coca-Cola, Marekani sijui utaikuta, sijui uende India utaikuta, sijui Tanzania hapo utaikuta, Kenya utaikuta. Basi ndio mifumo ya makanisa pia imetengenezwa mfumo huo. Yani bidhaa inatoka kiwandani kisha inaanza kusambazwa duniani kote. Chupa unaweza kuziona chupa za Coca-Cola zipo tofauti, lakini kinywaji ni kile. Sasa kanisani nayo iko hivyo. Unaweza kuona tofauti kwa nje, lakini mifumo wake ya uendeshaji, sera zake, hata malengo yake yanatoka kwenye kampuni mama. Wewe unaweza kudhani sijui upo kanisani, sijui upo msikitini kuabudu, lakini kiuhalisia ndugu yangu, au kweli upo kwenye tawi la kampuni. Namba 4. Zaka imegeuka bima ya maisha. Zaka saizi imegeuka kama bima ya maisha. Mwanzoni pale ninapoanza nisema dini ni biashara. Sasa bidhaa inayouzwa na dini, bidhaa moja ni samani sana ambayo inauzwa kila siku, ni amani ya moyo. Amani ya akili, sijui peace of mind. Sasa hii amani ya moyo ili uipate hii sio bure. Usije kazani kwamba hii amani unaipata bure ndugu yangu. Hii amani ulipata lazima utoe zaka. Sijui unanielewa hapo? Lazima utoe zaka ndipo hii amani uipate. Usipotoa hapo utaishia kuwa na hofu, uoga na wasiwasi. Sababu kuna mafungu pale atakutamkia. Mara sijui Malaki sijui 3 sijui soma 8 mpaka 10 sijui wamelaniwa wasiotoa sadaka, yani kwamba usipotoa hiyo zaka hiyo unaishi katika mazingira ya hofu na wasiwasi mpaka pale utapotoa nini? Utapotoa zaka. Kwa hiyo zaka sasa imegeuka kama mfumo ulivyo mfumo wa bima. Sisi tunajua mfumo wa bima jamani ulivyo. Zungumzia kwa mfano kuna masuala ya gari. Kwamba ukilipia kila mwezi kampuni inaahidi kukulinda endapo ajali kitokea. Sasa kwenye dini bwana, toa zaka ndio utalindwa sijui na malaika, sijui atakulinda. Shetani hata kugusa kabisa. Yani mpaka utoe zaka ndio unapata huo ulinzi. Usipotoa zaka huo ulinzi haupo. Sasa hapo kuna tofauti kati ya bima na zaka. Pimeni nyinyi mniambie weka kwenye comment hapo chini. Pointi ya mwisho ni udanganyifu wa kihisia. Udanganyifu wa kihisia kama mkakati wa mauzo. Sijui unanielewa? Udanganyifu wa kihisia kama mkakati wa mauzo. Of course zipo nyingi point, lakini kwa leo ndaishia hapa hizi 5. Ndaandaa video ya pili kuendeleza hichi. Leo ndaishia kuna hii point ya 5 ambayo udanganyifu wa kihisia kama mkakati wa mauzo. Biashara yoyote ile unaijua. Biashara yoyote. Na biashara yenyewe kwanza wanajua kwanza.
ili kumpata mteja lazima umfikie kiakili na kihisia. Biashara yote ili ufanikiwe lazima umfikie kiakili, umfikie kihisia. Watu wa business psychology hapa wanajua. Watu wa sales marketing wanakifahamu hiki. Sasa bwana, ndugu zetu wa upande wa dini, sasa hili jambo wanalifanya kwa ustadi mkubwa sana. Yanalifanya kwa ustadi mkubwa mno, niseme mno. Hawa jamaa kuna hichi kitengo ndugu zangu hao wamekifanya katika ustadi mkubwa. Kuna hatua kama 3 hivi nitakutajia ambazo hawa jamaa wanazifanya. Hatua za kimkakati. Hatua ya kwanza wanaifanya, kwanza wanakuleta kwenye hofu. Ndio hatua ya kwanza. Unaletwa kwenye hofu. Utaenda motoni, utateseka milele. Shetani sio anazunguka anataka kukuangamiza. Hofu, yani hapo tayari unaweka kwenye hofu. Sasa ukishakuwa kwenye hofu unakufanya wewe tayari kufanya lolote. Yani mtu yote akishakuwa kwenye hofu anakuwa yuko kufanya lolote ili yani yupo tayari kufanya lolote yatokana na ile hofu. Sasa ukishakuwa kwenye hofu ndio inakuja saa hatua ya pili sasa. Hapo sasa wanakuonyesha tamaa. Si unaelewa? Sijui hii ni hatua ya pili. Lakini Mungu ana upendo, anaweza kukuokoa, anaweza kukuponya leo, anaweza kukutajirisha, anaweza kukupa maisha mapya, familia yenye furaha, biashara yenye mafanikio. Sasa hapo unakuwa katikati sasa. Umetoka kwenye hofu ya kuogopa kuchoma moto, sasa unaletwa kwenye tamaa ya baraka. Sijui unanielewa hapo? Yaani wameshakutengeneza, wameshakupa hofu, sasa wanakupa tamaa. Sasa umbaki katikati pale. Wakishamaliza hatua ya pili unakuja sasa hatua ya 3 sasa. Hatua ya mwisho sasa. Hapa sasa wanachotoa wanatoa wito sasa. Hii ndio hatua ya mwisho, wanatoa wito. Njoo mbele sasa hivi. Weka mikono kwenye runinga, sijui. Tuma zaka zako kupitia M-Pesa. Nunua majaya na baraka. Sijui unanielewa, sijui. Sasa huu ndio wakati wa kufanya mauzo, kwenye kipindi cha kufunga mauzo. Kwa watu wa biashara wenyewe wanajua huu ndio kipindi cha kufunga mauzo. Washakuweka kwenye hali ya kihisia ya uoga na matumaini kwa wakati mmoja. Yaani umeshakuwa kwenye hali ya kihisia na uoga kwa wakati mmoja. Na sasa wanakuomba sasa uamue. So wamesha nani hapo kuambia kwamba weka sijui mikono kwenye runinga, sijui mara sijui tuma zaka kupitia M-Pesa, sijui. Sasa katika hali hiyo hapo hiyo, uamuzi wote utaotoa hapo na kwa mara nyingi sio kimantiki. Yaani uamuzi fulani ambao sio akili, utatumia hisia tu. Kwa sababu wamekuteka kuanzia hatua ya kwanza mpaka ya 3. Ni mkakati huo, uwezo ukatoa maamuzi ya kiakili. Maamuzi yanatoka hapo ni hisia, ndugu yangu. Sijui umenielewa? Mwisho kabisa kuna jambo moja nataka tuelewane. Na hili jambo ndio muhimu sana. Ndio muhimu kuliko video nzima. Mazungumzo haya yote haya sio kuchochea chuki zaidi ya kiongozi yote wa dini. Sio ya kuwalaumu au kuwashutumu watu binafsi. Wapo viongozi wengi ambao ni watu wa Mungu. Wamejitolea kwa dhati. Wamefundisha watu maadili mema. Wanajali jamii. Hawa ndugu zetu wanastahili heshima zetu. Na shukrani zetu pia. Lakini mimi nazungumzia mfumo, system ya dini ilivyo. Ndio nilikuwa naizungumzia mimi hapa. Mfumo wa kibiashara umejificha ndani ya vazi la dini. Na mfumo huu unafanya mtu yeyote yule, hata mwenye nia njema, aingie kwenye mtego wa kuwafanya waumini kuwa wateja. Ndio hicho ambacho nilikuwa nakizungumza mimi. Wala sina maana yoyote. Kwa hiyo lengo langu kubwa lengo ni kuwafungua tu macho, na unajua ukweli unaoweka mtu huru. Sina nia yoyote kwa ndugu yoyote wala kuwachukia viongozi wa dini. Sio nia yangu hiyo. Hilo naomba nieleweke. Naomba nitoe shukrani kwa yoyote ulianza kuangalia tangu mwanzo mpaka sasa namaliza. Sasa wewe ni mtu wa muhimu sana. Jipe 5 hapo ulipo. Nashukuru kwa wewe ambao umeamua kusubscribe kabisa na kulike hii video. Hata kushare pia kwa mtu mwingine pia ajifunze haya mambo. Nahitaji comment yako. Kumbuka, unapo comment usitumie hisia, tumia akili. Asante.